Bajeti ya ofisi ya waziri mkuu imeendelea kuibua mjadala na matumaini mapya miongoni mwa viongozi na wananchi, ambapo mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Patrick Mwalunenge ameielezea kama bajeti yenye mwelekeo moja kwa moja kwa maisha ya Watanzania wa kawaida. Akizungumza na George Maratu TV katika viwanja vya bunge leo jijini Dodoma, wakati akitaja mikakati atakayoanza nayo katika jimbo la Mbeya mjini, mbunge huyo Patrick Mwalunenge ameipongeza serikali inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na waziri mkuu kwa kuandaa bajeti inayolenga kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa, akisema ni bajeti inayogusa sekta zote muhimu za uchumi wa wananchi. Imegusa maeneo mengi na inaleta matumaini. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu bajeti yake imehusisha mpango wa dira ya maendeleo ya nchi ya 2550, lakini na hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyohutubia wakati anafungua bunge la Jamhuri ya Tanzania. Kwa Mheshimiwa Rais tayari alishatanabaisha nini anakihitaji kwenye miaka yake mitano ijayo. Kwa hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maana bajeti yake ya msimu huu imejikita mule. Mbunge huyo amesema sekta ya miundombinu imepata kipaumbele kikubwa, hatua inayotarajiwa kubadilisha hali ya usafirishaji na biashara nchini. Ametaja barabara ya Igawa hadi Tunduma kama mfano muhimu wa miradi inayotarajiwa kufanyiwa matengenezo makubwa, akisema uboreshaji wake utapunguza gharama za usafiri na kuongeza kasi ya shughuli za kiuchumi katika ukanda wa kusini. Mimi naona kabisa kwenye eneo la barabara utaona kwa mfano aliongelea waziri mkuu zile fedha za maintenance sasa zitakwenda moja kwa moja, kwa maana kwenye mfuko wa barabara, kwa maana sasa TANROADS na TARURA watakuwa na uwezo kuzifanyia maintenance barabara tofauti na ilivyo sasa. Kwa kipindi kirefu zile fedha zilikuwa zinabaki mfuko mkuu. Kwa hiyo naona kabisa kwamba tunakwenda kutatua changamoto la barabara. Na ukiangalia kwenye jimbo langu la Mbeya mjini tuna barabara ile ya njia 4 tunaita Tanzam Road ambayo inaanzia Igawa kwenda mpaka Tunduma. Kile kipande kina hali mbaya sana kwa sasa, lakini kupitia bajeti ya waziri mkuu nina uhakika ile barabara inakwenda kujengwa na kwenda kukamilika, na wananchi wa nyanda za juu kusini, kwa maana mkoa wangu wa Mbeya na jimbo la Mbeya mjini wanakwenda kunufaika na barabara kupitia bajeti hii. Katika sekta ya afya, mbunge huyo amesema serikali imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa kupitia mpango wa bima ya afya kwa wote, hatua inayolenga kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora bila vikwazo vya kifedha. Aidha, amepongeza uboreshaji wa hospitali za rufaa za kanda ambazo sasa zina vifaa vya kisasa kama vile CT scan, akisema hatua hiyo inainua hadhi ya huduma za afya nchini na kuvutia wagonjwa kutoka mataifa jirani. Hii kwenye swala la afya umeona Mheshimiwa Rais alisema siku zake 100 anakwenda kuanzisha ile bima ya afya kwa wote, na tayari imeshaanza katika siku zake 100. Tayari wale watu ambao kaya sema maskini wameshaanza kupata zile bima ya afya, lakini liko jambo la kudumu kabisa ambalo sasa wataenda kuangalia kwamba kila mtu anaweza kupata bima ya afya. Lakini kwenye jimbo langu la Mbeya mjini mimi ninazo hospitali 3 za kanda, maana hospitali za rufaa. Tunao hospitali ya rufaa ya kanda ambayo inakusanya wagonjwa wa mikoa ile kule yote, inaitwa hospitali ya kanda ya rufaa. Ninao hospitali ya wazazi ya rufaa, lakini ninao hospitali ya mkoa ya rufaa, lakini ziko hospitali pia za watu binafsi ziko pale. Kwa hiyo hata mimi kwenye jimbo langu la Mbeya mjini tunazo hospitali za kutosha, na Mheshimiwa Rais amewekeza pesa nyingi sana. Na ukiangalia ile hospitali ya wazazi ya kanda wanakuja watu toka nchi mbalimbali kuja kutibiwa pale. Kwa hiyo tunaona ni medical tourism sasa tumeshakwenda. Kwa hiyo naamini kupitia bajeti ya waziri mkuu tukitengeneza miundo mizuri ya barabara, jiji la Mbeya likawa limepitiwa na barabara zote za lami, kwa maana pale mjini manake nini, utakuwa ni mji wa mfano kwa nyanda za juu kusini, lakini mfano kwa majiji yote ya hapa Tanzania, kwa sababu yatakuwa yametengenezwa vizuri barabara na itawavutia watu wengi kuja kutembea na wataweza kupata matibabu kwenye hospitali zetu, na serikali itatengeneza pesa za geni kupitia huduma ya afya. Na hilo hospitali ya kanda tuna vifaa vyote viko pale, tuna MRI, tuna CT scan, na Mheshimiwa Rais amewekeza pesa nyingi sana pale kwa ajili ya kujenga hospitali kwa ajili ya matibabu ya kansa. Kwa maana yake nini, wagonjwa wote wa nyanda za juu kusini mikoa ile, lakini na nchi za jirani Malawi na Zambia wataweza kupata huduma pale za matibabu ya kansa, na tutaweza kupata fedha za kigeni, lakini watu wetu wataepuka ile changamoto ya kuangalia mpaka kaende Dar es Salaam Ocean Road kwenda kupima kansa, wakati mwingine anakwenda amechelewa.
inakuwa imeisha enea na kumletea madhara. Kwa hiyo tunaamini kupitia bajeti hii kwenye afya inaenda kutatua changamoto za watu wetu na watu watastawi kuishi kwenye nchi yao. Kuhusu huduma ya maji, amesema serikali imeongeza kasi ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji vijijini na mijini. Hata hivyo, amesisitiza umuhimu wa serikali kuangalia vyanzo vipya vya fedha ili kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa haraka zaidi na kuondoa kabisa changamoto ya maji nchini. Lakini kwenye swala la maji pia kulikuwa na mfuko wa maji ambao zile fedha mwanzoni zilikuwa zinakwenda zinakaa hazina, alafu watu wa Wizara ya Maji ndio wanaziomba zile pesa katika taratibu na zilikuwa zinachelewa kupelekea miradi ya maji ikamilika wakati. Lakini umeona pale kupitia hotuba ya Waziri Mkuu kwamba zile fedha sasa za mfuko wa maji zitakaa moja kwa moja kwenye mfuko wa maji. Maana yake ni nini? Itakwenda kuchachusha miradi mingi ya maji kwenda kukamilika kwa wakati, kwa sababu zile fedha zitakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa maji na watazipangia matumizi na kuharakisha miradi mingi ya maji kukamilika. Sio sambamba na hilo tu, mimi ni mjumbe wa kamati ya maji na mazingira. Tulikaa sisi kama kule ndani tukakubaliana na kwamba lazima sasa Wizara ya Maji ije na mipango namna gani ya kupata fedha nje ya kutegemea fedha za serikali, kwa sababu huduma ya maji ni biashara ambayo utakiwa kuitangaza kwamba watu wanahitaji maji. Sasa Wizara ya Maji lazima ifanye kila namna kuangalia miradi mikubwa ya kimkakati kama ile mradi wa Kiwila wa Mbeya ambao unaenda kutatua tatizo la maji kwenye jiji la Mbeya. Tafutiwe pesa za haraka, hata ikiwezekana zikopwe kwenye mabenki ya masharti nafuu kupitia Central Bank ili mradi ukamilike na watu wa jiji la Mbeya waepukane na tatizo la maji na majiji mengine. Kwa mfano bwawa hilo la Kidunda, Mheshimiwa Rais ameshawekeza pale pesa zaidi ya bilioni 300 na kitu zinaenda kutekeleza mradi ule wa maji ambao utatoa pia solution kwenye jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo utaona hii bajeti inakwenda kutatua changamoto za watu wetu kwenye maji, kwenye afya na kwenye elimu pia, lakini na kwenye barabara. Katika sekta ya kilimo, mbunge huyo amesema wakulima wamepata nafuu kubwa kupitia ruzuku ya mbolea, mbegu na pembejeo nyingine muhimu. Amesema hatua hiyo imeongeza uzalishaji na kusaidia kupunguza gharama za maisha, huku kilimo kikisalia kuwa chanzo kikuu cha ajira na kipato kwa wananchi wengi. Kwanza kabla hata ya bajeti hii, serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan iliendelea kuwawezesha wakulima wetu kwa maana wa kutoa mbolea ya ruzuku. Toka alipoingia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mfuko mmoja wa mbolea ulikuwa unauzwa zaidi ya 140,000. Lakini baada ya kuingia tu madaraka, alianzisha ile mchakato wa ruzuku ya mbolea ambapo sasa mfuko ule unanunuliwa kwa nusu bei. Ni kati ya shilingi 70,000, 60,000 mpaka 50,000. Inategemea na aina ya mbolea. Kwa hiyo utaona imepunguza kiasi gani unafuu wa wakulima kwa miaka yote 4 mfululizo. Lakini pia inatoa ruzuku ya mbegu za mazao yetu. Lakini pia wanatoa ruzuku ya miche kama kule kwetu watu wanalima kahawa, wanalima kokoa na mazao mengine. Kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inatoa ruzuku ya miche ya kahawa na mbegu. Maana yake nini? Ni kwamba sasa wakulima wetu wataenda kuzalisha kwa gharama nafuu. Na wakizalisha kwa gharama nafuu, maana yake ni kwamba mfumuko wa bei hautakuwa mkubwa. Na ndio tunaona katika kipindi chake Mheshimiwa Rais cha miaka hii yake 4 aliyomaliza na hii aliyoanza, hujaona bado inflation ya bidhaa sokoni. Kwa nini? Kwa sababu sehemu kubwa ya gharama nyingi serikali imekava, maana kwa kutoa mbolea, kutoa mbegu, lakini na viuatilifu kwa maana madawa kuhudumia mazao. Na anatoa kwa mazao mbalimbali, mazao ya biashara, kwa mfano kama pamba, anatoa ruzuku ya viuatilifu na mbegu. Lakini kwenye mazao ya korosho pia serikali imetoa ruzuku ya madawa, lakini na vifungashio. Kwenye zao tu la korosho peke yake zaidi ya bilioni karibu 300 na kitu inatoa za ruzuku ya madawa kwa msimu mmoja. Na tija mmeiona wakulima wa korosho umenufaika. Kwa hiyo ninachoamini mimi ni kwamba sasa wakulima wetu wa mkoa wa Mbeya, sababu jiji la Mbeya ni jiji la kibiashara, lakini watu wote walioko pale Mbeya mjini na wakulima walima pembezoni za mji. Kwa hiyo najua ni sehemu ya wanufaika. Lakini pia Mbeya watu wanajengewa maghala kwa ajili ya kuhifadhi parachichi zao kule maeneo ya Rungwe. Maana yake nini? Kwamba wakati parachichi, kwa sababu ni zao ambalo alikai kwa muda mrefu, wakati nasubiri bei, maana yake watahifadhi kwenye zile cold room wakati nasubiri bei. Lakini Mbeya tunao uwanja wa ndege ambao unaweza kubeba mazao yetu ya mboga na matunda, na Mheshimiwa Rais ameshanunua mpaka ndege ya mizigo kwa ajili ya kupakia mazao kupeleka nchi za nje. Kwa hiyo naamini, naongea hapa kwa niaba ya wanajimbo la Mbeya mjini, kwamba waamini kwamba serikali ina dhamira ya dhati kwenye sekta ya kilimo kuboresha maisha yao kupitia kilimo, na uhakika kupitia bajeti hii pia watawezesha kwa tija sana, na
maisha ya watu yataboreshwa. Lakini pia kupitia kilimo ajira nyingi sana zitazalishwa kule, kwa sababu mimi naamini sehemu pekee ambayo inaweza kuzalisha ajira nyingi kwenye nchi hii ni kilimo. Kuhusu elimu, amesema serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya shule na kuimarisha sera ya elimu bila malipo. Hata hivyo, amesisitiza umuhimu wa maandalizi ya mapema kuelekea mabadiliko ya mfumo wa elimu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata ujuzi unaohitajika katika soko la ajira la sasa na baadaye. Kwa kweli pale Mbeya mjini tunazo shule nyingi za msingi, tunazo shule nyingi za serikali za sekondari, tumejengewa madarasa lakini na matundu ya vyoo. Kwa hiyo unakuta Mheshimiwa Rais bado kwenye sekta ya elimu kwenye jimbo langu la Mbeya mjini ameligusa kwa sehemu kubwa sana. Lakini bado inaenda kutolewa ile elimu bure inaendelea kutolewa elimu bure kwa watu wetu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha sita. Kwa hiyo bado wananchi wangu wa jimbo la Mbeya mjini wanaendelea kunufaika. Lakini pale Mbeya tuna vyuo vitano, vyuo vikuu. Umeona ambapo ina chuo kimoja tu kama kile cha KUCOM kinaweza kikadaili wanafunzi zaidi ya 10,000 na kitu. Maana yake nini? Kwa pamoja na kwamba elimu bure inatolewa kutoka kidato cha kwanza mpaka cha sita, bado tuna vyuo vitano pale Mbeya mjini ambao vinadaili wanafunzi kwa wingi ambao wanakwenda kupata elimu ya ngazi ya chuo kikuu, na bado pesa zinatolewa kwa ajili ya mikopo. Utaona kwa miaka yote aliyeingia Daktari Samia Suluhu Hassan hujasikia kuna mgomo wowote wa mwanafunzi amegoma kwa kukosa mkopo au kwa kukosa bumu. Utaona ni kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan yuko serious kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu ya kutosha. Wito wangu tu ni kwamba sasa hii elimu inayotolewa na watu wa wizara, tukanisikia wizara ya elimu, ni kwamba sasa elimu iende zaidi kwa ajili ya kujiajiri. Vijana wetu wasifikirie zaidi kujiajiri. Na mimi mara nyingi nilikuwa nikiongea na wanafunzi kwamba chuo unamaliza ni kupewa maarifa tu, lakini ukaitumia ile elimu yako ikabadilike kuwa pesa. Na umeona hotuba ya Waziri Mkuu amesema sasa kupitia vile vyeti vyao vya wanafunzi waliomaliza vyuo vikuu wataweza kukopa kupitia cheti chake kakopa. Na ni logic ya wazi tu ipo kwamba kama unaweza kumkopesha mwanafunzi mpaka kabla chuo kikuu kampa mkopo ambao hujui utarudije na hana ajira, unashindweje kutoa kile cheti ikawa guarantee kumkopesha kwenye benki? Na tunao vijana wengi, wengine ni wahandisi, wakandarasi wa barabara, wakandarasi wa maji na mambo mbalimbali wa majengo, ambapo wale wakijiunga 10 kupitia vyeti vyao wakapata dhamana kwenye mabenki, wanaanzisha kampuni yao wenyewe, na mwisho wa siku barabara, madaraja na miradi ya maji wataijenga wao wananchi wetu. Kwa utaona dhamira ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia serikali yake, lakini kupitia hotuba ya Waziri Mkuu inakwenda kujibu tatizo la ajira kwa vijana wetu kupitia elimu, lakini kupitia na zile taaluma zao walizosomea. Katika hoja yake, mbunge huyo amesisitiza kuwa suluhisho la ajira kwa vijana liko katika kuimarisha uwekezaji na kuachana na utegemezi wa ajira za serikali pekee, ambapo amehimiza vijana kujikita katika ujasiriamali, kilimo cha kisasa na viwanda vidogo, huku serikali ikiendelea kuweka mazingira wezeshi kupitia mikopo na programu mbalimbali za uwezeshaji. Tukiwaambia wao wenyewe tu wajichangishe shilingi 2,200 kwa siku, wataingiza milioni 20 kwa siku. Wakiingiza milioni 20 kwa siku, maana kwa mwezi ni milioni 600. Wakiingiza milioni 600 kwa siku, maana kwa mwaka ni 7.2 bilioni. Wale watu ni matajiri, wala hawahitaji hata kupewa mkopo wowote. Yaani sisi ni kuwawezesha zile 7.2 bilioni kuzipata, zikakae tukazifungia kwenye benki za biashara au benki ya kilimo au benki yoyote itakao kuwepo, afu wakawapa ile pesa mara 3 mara 4 ile pesa kwa garantia ya serikali, wakafanya vitu vikubwa zaidi na wakaendelea kuajiri na wenzao, na mwisho wa siku badala kuendesha bodaboda na bajaji wakaanzisha kampuni za uchukuzi, wakaanzisha kampuni za ujenzi, wakanunua magreda, wakanunua matipa wao wenyewe, na tukawawezesha wakaanza kuchukua zile kandarasi za serikali, watapata hela. Kwa sababu kumbuka hawa vijana wanaendesha bodaboda wengi ni wasomi, wengine ni wana degree, wengine wana masters. Kwa hiyo ni vijana ambao wanajielewa. Ile ni by the way wanapita. Kwa hiyo tukiwa kuwatambua, na nimeshaanza mimi kufanya hiyo jimbo langu, kuwatambua vijana waliosoma ni wangapi, ambao hawana elimu ni wangapi kwenye kila kata, ili tuweze kujua wale watu na kila mtu tumwelekeze kwenye eneo lake la kufanya. Nina uhakika watafanya kazi zao vizuri na wataweza kuajiri wenzao. Na mimi nasema wazi, Mbeya mjini pale sisi hatuna mashamba yako vizuri, lakini maeneo mengi kwenye halmashauri nyingi za nchi yetu watu wengi ni wakulima. Kule ndio kunaweza kukazalisha ajira za vijana. Ukiniuliza swala la ajira, sioni mimi kwamba ajira bado kwenye nchi ni tatizo, sababu maeneo tunayo ya kulima, tunao maeneo ya kuwekeza biashara tunayo,
maeneo utalii huko. Ni swala tu la kujipanga, tuamue kama nchi, tuwatambue, tujue vijana wanaomaliza kwenye vyuo ni wangapi, vyuo vikuu, vyuo vya kati vya ufundi ni wangapi. Alafu mipango yetu yote ilenge kwenye kuwawezesha wale vijana waweze kujiajiri wenyewe na kuajiri wenzao. Tatizo la ajira bado mimi sioni kama tatizo kubwa kwenye nchi yetu, labda kwenye nchi za wengine. Mipango yetu tu ikae vizuri, tuhakikishe kwa kila tunalolipanga tuwalenge zaidi vijana. Mheshimiwa Rais ameshaonyesha njia, ameanzisha mpaka wizara ya vijana, ametoa mpaka mtaji wa bilioni 200. Kwa hiyo naamini sasa kuanzia Mheshimiwa Waziri Mkuu na watu wenzake chini wanaomsaidia sasa wafikirie nje zaidi ya box, kufikiria jinsi gani sasa utajenerate ile wizara, kuhakikisha kwamba hiyo wizara mama ni ajiri watu wetu. Kadhalika, mbunge huyo amempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake, ambapo amesema duniani na hapa Tanzania kuna mambo mengi yanayoweza kuzungumzwa kuhusu uongozi, lakini moja ya mambo yanayoonekana wazi ni kuhusu uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Akimzungumzia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa ni kiongozi mwenye subira, mvumilivu na hekima katika uendeshaji wa nchi. Sio viongozi wengi duniani wenye sifa za aina hiyo, jambo ambalo linamfanya heshimiwe na wananchi wengi ndani na nje ya nchi. Kabla yeye kuingia madarakani, wafanyabiashara walikuwa na taharuki kubwa, walikuwa wanasumbuliwa na TRA, kodi hizo ovyo zisizoeleweka, wengine walikuwa wanafikia tu mpaka wanafungiwa account. Lakini baada ya kuingia Daktari Samia Suluhu Hassan, ali-unlock hiyo migogoro yote. Alisema wafanyabiashara, kaeni na mkusanya kodi, kwa maana TRA. Na unaona sasa unakuta wafanyabiashara wanafanya biashara zao, wametulia, wako stable, wanalipa kodi zao kwa ustaarabu, lakini na TRA ameongeza kwa kufanya mapato. Kwa hiyo ndio aina ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ameweza kuunganisha watu. Na ndio maana unaona amani, umoja na mshikamano ndani ya nchi yetu umekuwa ni mkubwa sana. Kwa sababu bila kuwa na amani na utulivu, hakuna mpango wowote ambao unaweza kuendeleza kwenye nchi yako na ukaleta tija. Nyinyi ni mashahidi, yako mataifa ya wenzetu mengine ni matajiri wakubwa sana, lakini leo hawawezi kupanga mipango yao yote sababu hawana amani. Sasa nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwenye eneo hilo, yuko makini, hakurupuki kufanya maamuzi, anatumia hekima na busara nyingi sana kwenye kuongoza Watanzania. Kwa hiyo ukiniambia mimi leo Daktari Samia Suluhu Hassan namuonaje? Namuonyesha ni rais ambaye anataka kuipeleka Tanzania kwenye yale mategemeo tunayotamani kuyafikia. Kwenye sekta mbalimbali amegusa, kwenye madini, kwenye afya, kwenye elimu, kwenye uvuvi, kwenye kilimo, kote amegusa. Kwa mimi naona tu ni kwamba sasa wasaidizi wake watembee na yale maono yake ambayo nayo. Nina uhakika miaka 5 hii ya kwa kumalizia, kama alivyosema mwenyewe pale bungeni anataka kuiacha tabasamu kwa Watanzania, na uhakika kweli itatokea. Kutoka hapa katika viwanja vya Bunge jijini Dodoma, Saleh Lujuo, GMTV.